نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة أصحابها في النار أعاذنا الله منا وإياكم من عذاب والنار أما بعد عباد الله nakuhusieni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, nakuhusieni sanjari na kumcha Allah tabaraka wa ta'ala, kadhalika kushikamana na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallama kwa vile walivyofahamu salaful umma. Fa inna hadhihi hiya sa'adatul insani fi dunya wal akhirah, kwani hakika jambo hili la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala wa luzumi ta'atihi wa ittiba'i rasul ndiyo njia ya utukufu na mafanikio ya mwanadamu fi dunia wal akhirah. Ndugu zangu katika iman, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala afaman sharaha Allah sadrahu lilislam fahuwa ala nurin min rabbih fawailu lilqasiyati qulubuhum bidhikrillah. Enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, hakika mwanadamu alipoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala akanaeneshwa kwa neema mbalimbali zilizokuwa za wazi anazozitambua mwanadamu na nyinginezo mwanadamu hazitambui, lakini hakika neema iliyokuwa bora ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemneemisha mwanadamu ni neema ya Uislamu. Qala al-Imam al-Qahtani rahimahullahu ta'ala, ad-dini ra'sul mali fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zami al-khusrani. Al-Imam al-Qahtani katika kitabu maarufu kinachoitwa Nuniyatul Qahtani, katika abiyat zilizokuja katika kitabu hiko mojawapo amesema, hakika dini hii ya Uislamu ndiyo kichwa cha neema zote ambazo mwanadamu amepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Fastamsik bihi, mwanadamu ikamate neema hiyo ya Uislamu ipasavyo. Fadaya'uhu min a'zami al-khusrani, hakika kuipoteza dini ukakaa mbali wewe Muislamu kunako maarifa ya dini yako na aqida ya sawasawa ya dini yako tukufu ya Uislamu, min a'zami al-khusrani, hakika jambo hili ni katika hasara zilizokuwa kubwa kabisa. Ndugu zangu, atamassuku bidini Allah subhanahu wa ta'ala amrun wajibun ala kulli muslim, kushikamana na dini hii tukufu ya Uislamu amalan wa i'tiqada, kimatendo na kiitikadi, ni jambo lililokuwa bora la wajibu wa kila Muislamu. Na huku ndio kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii adhim aliyowajalia Waislamu kuwapa Uislamu, kwani Allah subhanahu wa ta'ala
asema ndani ya Qur'an, alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Hii neema ya Uislamu huwa wanaitamani wale wasiokuwa Waislamu lau na wao wangepata neema hii ya Uislamu kuwafika. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala amekukhiari wewe na mimi kutupa neema hii. Ni wajibu wetu kushikamana nayo katika hali ya kiimani na kimatendo, na tujiepushe na kila mambo na itikadati mbalimbali zinazokhalifiana na mafundisho ya dini yetu tukufu ya Uislamu. Mwanadamu ashikamane na Uislamu bitibai sunnati nabii sallallahu alayhi wasallam. Yaqulu al-Imam Barbahari rahimahullah fi sharh sunna anna sunnata hiya al-islam wal-islam huwa sunna. Hakika Uislamu wako mwanadamu wewe haukamiliki kama utakwenda kinyume na kufuata sunna bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Uislamu wako hauwi sawasawa kama wewe utaenda na taratibu isiyokuwa ile aliyoiacha bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika dini hii tukufu ya Uislamu. Leo umma wa Kiislamu katika asafi iliyokuwa kubwa, masikitiko yaliyokuwa makubwa, ni ulimwengu leo ulipofika. Ni jambo la tia huzuni sana kwamba utaona katika mazingira tunayoishi sisi leo hii hakuna tofauti ya kimatendo baina ya Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Hili liko wazi, tunalishuhudia leo. Na Waislamu muda mwingine kadri unavyowanasihi wanakwambia wengine kwa hoja zisizokuwa za ajabu kabisa, hoja ambazo si za sawa sawa, kwamba sisi tunaishi katika nchi hii, tuko madini tofauti, kwa lazima tuwe wamoja. Ndugu yangu, muogope Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amekukhiari kukupa neema ya Uislamu, fastamsik bihi fadaya'uhu min a'zami al-khusrani. Utaona leo umma wa Kiislamu kila wanalofanya makafiri katika umuru al-i'tiqadiyya, katika mambo ya kiitikadi, wal ibadat, na mambo ya kiibada, na mambo ya miamala, yote Waislamu wamekopi na kupesti. Imtithal kwa kuthibitisha yale maneno ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi iliyosimuliwa na Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallama qala latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'a hatta law dakhalu hujra dhanbi la dakhaltumuhu. Qala ya Rasulullah humul yahudu wan nasara. Qala faman haula. Leo katika umma wa Kiislamu wako Waislamu katika siku ya jana, na wao walishereheka vile vile kwa zaliwa kwa Mungu. Maneno ya ajabu ya hovyo yasiokuwa na akili haya, kuamini kwamba Allah anaweza kuzaliwa. Mlezi wa ulimwengu anaweza kukaa katika tumbo la mama akatoka na yeye kama wanadamu wengine. Ni akili mbovu iliyopita mipaka isiyopimika ndio inaweza kulikubali hili, na Muislamu na yeye akasherehekea hilo jana. Na kila wengine wanapowaambia kwamba lakum dinukum waliya dini, waacheni na dini yao na nyinyi mna dini yenu Waislamu, wanakwambia nyinyi mnaleta udini. Maana yake udini katika nchi inaonekana ni wewe kudhihirisha Uislamu wako, ndio maana ya udini, kwamba wewe unatakiwa uwe na dini mseto. Wewe ukiletewa hili kwamba leo tunasherehekea Pasaka, shereheka. Na bil asafi shadid utaona kwamba wako baadhi ya watu waliovaa nembo ya dini ambao na wao mtawaona kwenye mitandao huko wamejitokeza hadharani, wanakuambia na wao wanatoa mkono wa pongezi kwa ndugu zao hao katika kusherehekea mazazi ya Mungu wao. Mtu huyu wewe hata kama utamuona anavaa nembo ya ushekhe kwamba anaitwa Maulana fulani, wewe tambua kwamba mtu huyo ni kafiri, anawapa mapongezi makafiri wenzie katika itikadi zao. Ashia alatullahi alayhi, ndio msimamo wao huu. Waache kila mwaka kuwapongeza makafiri wenzao katika mambo ya kiitikadi kama haya. Lakini Muislamu intabi ala hadha, intabi ala hadha ayuha alikhwa, kuwa na tanabahi katika hili, ihadharisha nafsi yako. Yuhadhirukumullahu nafsa bihadha, kwamba jambo hili ni kufru billahi subhanahu wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala yaqul takadu as-samawati watafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lirrahmani walada wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Allah subhanahu wa ta'ala asema hakika si vingine, takadu samawati watafattarna, mbingu huwa zakaribia kuchanika minhu, kutokana hiyo kauli yao wanapodai an da'u lirrahmani walada,
ya kwamba mwingi wa rehema amejifanyia mtoto. Wama yambaghi, na kamwe haiwezekani, jambo ambalo halipo, lirrahmani an yattakhidha walada, kwa mwingi wa rehema kujifanyia mtoto. Ni matusi ala Allah subhanahu wa ta'ala. Basi muislamu wewe, kama na wewe kila unavyonasihika hutaki kuelewa, sisi tunatoa dhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, wakafa billahi shahida. Kama itakuwa kwamba eti ili tuishi kwa amani na utulivu katika nchi ni lazima tufuate mila ya makafiri, basi ni bora wewe ukubali kuondoka katika mgongo huu wa ardhi kuliko kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala, lianna hadha ad-din ni'matun 'azima min Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anatusimulia ndani ya Qur'ani sura iliyokuwa maarufu, tunaisoma kila siku, lakini tumeweka katika mfuko wa nyuma wa nguo zetu, hatuizingatii hata chembe. Walipita Makuraishi huko mwanzo kabla ya hawa ambao leo tukikataa sisi kushereheka nao katika kufuru zao, wanatuambia tunawapa udini. Naam, ni dini tunawapa kwa sababu Uislamu wetu la kumdini kumwalia dini. Wabaki na ukafiri wao na tubaki na neema tukufu ya Uislamu. Sasa huku nyuma walishatokea Makuraishi wakamtaka Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kila ghilla kumfanyia ashindwe kufanya da'wa. Mwisho wa siku akaona wamuendee, wamtake ushauri kwamba bana Muhammad, ifike hatua kuna baadhi ya mwaka umwabudu Mungu wetu, baada ya mwaka umwabudu Mungu wetu, tumwabudu Mungu wako, kama ambavyo leo Waislamu mnaingizwa cha kike kwamba sisi wote ni wamoja, tushereheke pamoja Krismasi, tushereheke pamoja siku ya Eid. La kumdini kumwalia dini. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, haiwezekani kwangu mimi kumwabudu yule ambaye nyinyi mnamwabudu. Wala a'budu ma ta'budun, wala haiwezekani mimi nikamwabudu yule ambaye nyinyi mnamwabudu. Na sura ikaendelea, ni maarufu mbele ya Waislamu. Lakini kwa nini tunakuwa sisi hatuizingatii Qur'an? Au tumekuwa mfano wale ambao Allah subhanahu wa ta'ala anasema, afala tadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha. Hivi ni kwa nini basi wamekuwa Waislamu hawaizingatii Qur'an, au katika mioyo yao kumepigwa makufuli? Naam, ukishaihalifu dini ukajiengua kuna manhaji sawa sawa ya sunna, moyo wako lazima uwe na kufuli kufahamu maarifa ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima turejee katika dini ya Allah. Usikubali wewe kumkufuru Allah eti wa kumridhisha jirani yako. Maana hizi ndio hoja zinazokuja sasa, tunaishi vipi majirani? Haiwezekaniki wewe kumridhisha jirani yako ukamuasi Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu la ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Haiwezekani wewe ukamuasi yule aliyekuumba ukamnufaisha aliyeumbwa na yule aliyekuumba wewe, Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kama nilivyosema hapo mwanzo, utaona wako watu wengine wamevaa nembo ya dini na wao pia watajitokeza kutetea mambo haya. Ufahamu watu hawa ndio wale ambao Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi ya Hudhaifa ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu iliyosimuliwa na Imam Muslim rahmatullahi alayhi fi sahihi, anna Hudhaifa ibn al-Yaman qala lin-nabi sallallahu alayhi wasallama, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharr. Hudhaifa ibn al-Yaman anasema, wa kana an-nasu yasaluna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anil khairi, siku zote walikuwa watu wakimuuliza Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kunako mambo ya khairi. Wa kuntu as'aluhu ani sharri, lakini mimi nilikuwa na tamaduni ya kupenda sana kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam mambo ya shari, makhafatan ayudrikani, wa kukhofia nijue shari isinidiriki, nimesijakanikumba sasa katika maisha yangu ya dunia. Faqultu yawman, siku moja nikasema kumwambia ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa sharri, sisi tulikuwa kabla ya kuja Uislamu tu katika shari iliyokuwa kubwa. Fahal hadha ba'da alkhairi min sharri, Allah subhanahu wa ta'ala akatuletea khairi hii ya Uislamu. Je, baada ya khairi ya Uislamu kuna shari mbele itakayokuja? Qala na'am, tunakasema iko. Ulama wamekufasiri katika hadithi hii wakasema shari ambayo Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam alikusudia hapa ni ile fitna adhim iliyozuka baina ya masahaba baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ardhi hii. Kisha Hudhaifa akamwambia Rasulullah, fahal hadha ba'da ash-sharri min khair, je, baada hiyo shari kuna khairi nyingine itakayokuja baada yake? Qala na'am, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ndiyo, iko khairi itakayokuja baada yake, lakini fihi dakhan, ndani ya khairi hiyo kuna, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema kuna hali ya moshi inayokuja, sintofahamu inayokuja ndani yake. Hudhaifa ibn al-Yaman akamuuliza, ya